katika Wakorintho wa kwanza 10:14. Wakorintho wa kwanza 10:14. Tuone hayo maandiko na itatufunza namna gani. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14. Kwa hiyo wapenzi wangu, zikimbieni ibada za sanamu. Nasema nanyi kama na watu wenye ufahamu. Amueni wenyewe kuhusu haya niyasemayo. Mstari wa 16. Turudie. Kwa hiyo wapenzi wangu, zikimbieni ibada za sanamu. Mstari wa 15. Nasema nanyi kama na watu wenye ufahamu. Aya, Paulo anasema nanena na nyinyi kama watu wenye ufahamu. Kwa maana watu wa Mungu, ufahamu ni kitu chema. Nimekuwa nikiwafundisha kuhusu fahamu za kiroho. Paulo alikuwa ananena na watu wako na fahamu. Kwa sababu asiye na fahamu haezi akafahamu. Iepukeni ibada za sanamu. Amen. Amen. Tuendelee. Mstari wa 15. Nasema nanyi kama na watu wenye ufahamu, amueni wenyewe kuhusu haya nisemayo. Mstari wa 16. Je, kikombe cha baraka ambacho tunakibariki si ushirika katika damu ya Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Kikombe ambacho tunakibariki ni cha ufahamu wa damu. Mkate tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo. 17. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakaoona mkate hapa ni mkate mmoja, lakini unanena kuhusu mwili mmoja ambao ni wa Yesu Kristo. Naye Paulo alikuwa anaambia kanisa. Amen. Amen. Hata mkiwa wengi mnakula mkate mmoja, mnakula mwili mmoja ambao ni wa Yesu Kristo. Kikombe kimoja, damu moja inawaunganisha mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana mahali tunaenda ni mahali pamoja, na mzazi wetu ni mmoja ambaye ni Mungu wa amani. Ndio maana kanisani huwa tunakusanyika ili tufanye ibada za Mungu wetu. Kwa maana kuna watu wengine wanafanya ibada za miungu yao. Kwa hivyo huwa tunakuja bila kuweka mzaha, tufanye ibada ya Mungu ili ndani yetu na mtu wa ndani afanyike kile anafaa kufanyika. Amen. Amen. Hiwezi kaonekana na macho ya mwilini, lakini kwa macho ya rohoni. Kama vile ukiota, unaweza ota unaenda angani na unapaa. Yule ni mtu wa ndani, anafanya kitu kingine ambacho mtu wa mwili hawezi. Mtu wa ndani anaweza akaona maajabu, anapepea angani. Mtu wa hapa wa juu hawezi. Kuna mambo yanafanyikaga kwa mwili wa ndani. Kama tukikula mkate huu siku ya leo, upokee na njia ambao ni ya uelewa. Unafanyanga mnakuwa kitu kimoja. Unaweka nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatakaza uko ndani. Mkate ni moja, ni mwili wa Kristo. Yesu hayuko leo hii, wala hautaona nyama zake na macho. Mwadhani agosho. Amen. Kwa sababu haifanyiki na njia ya mwilini. Njia ya mwilini tuone nyama zake na damu, lakini kwa njia ya kiroho, mambo ya kiroho nilikwambia haionekanagi na macho ya mwili. Amen. Amen. Tunasimamia kuumega mkate, kitu ambacho kinaonekana, lakini ndani sisi tunajua ni nyama na mwili wa Yesu. Tunakunywa kitu kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa macho ya mwilini, lakini ibada inafanyika ndani yetu ya damu.
Nilikwambia mambo ambao ni ya kiroho haionekanagi na macho ya mwilini. Tafakari hayo. Amen. Amen. Nimekwambia kwa macho ya mwili tungelitarajia nyama na kasahani, na tutarajie damu na kakikombe, lakini sio hivyo. Anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Kwa kuwa wote twashiriki. Ngapi? Mstari wa ngapi? Ilikuwa 17 tukimalizia. Kwa kuwa wote twashiriki mkate mmoja. Mstari wa 18. Waangalieni watu wa Israeli. Je, wale wote walao dhabihu si ni wale watendao kazi madhabahuni? 19. Je, nina maana kwamba kafara iliyotolewa kwa sanamu ni kitu chenye maana yoyote, au kwamba sanamu ni kitu chenye maana yoyote? Mstari wa 20. Rahasha, lakini kafara za watu wasiomjua Mungu hutolewa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sitaki ninywe na ushirika na mashetani. Mstari wa 21. Hamwezi kunywa katika kikombe cha Bwana. Hebu rudia hapo 17. Mstari wa 17. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa kuwa wote twashiriki mkate mmoja. 18. Waangalieni watu wa Israeli. Je, wale wote warao dhabihu si ni wale watendao kazi madhabahuni? Mstari wa 19. Je, nina maana kwamba kafara iliyotolewa kwa sanamu ni kitu chenye maana yoyote, au kwamba sanamu ni kitu chenye maana yoyote? Mstari wa ngapi? Mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tuangalie mstari wa 18. Waangalieni watu wa Israeli. Je, wale wote warao dhabihu si ni wale watendao kazi madhabahuni? 19. Je, tareke thome no ya ikuyu tagifare yuhoro wa aria maciaritwo maria Israeli aria mariaga nyama cia magongona ri githe matiakigiaga ngwataniro na kigongona kiu. Kizungu, nani akona Kizungu? Inasema, observe Israel after the flesh are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar. Tuendelee Paul. 19. Je, nina maana kwamba kafara iliyotolewa kwa sanamu ni kitu chenye maana yoyote, au kwamba sanamu ni kitu chenye maana yoyote? Mstari wa 20. Rahasha, lakini kafara za watu wasiomjua Mungu hutolewa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sitaki ninyimwe na ushirika na mashetani. 21. Hamwezi kukunywa katika kikombe cha Bwana na cha mashetani pia. Hamwezi kuwa na sehemu katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Mstari wa 22. Je, tunataka kuamsha wivu wa Bwana? Je, sisi tuna nguvu kuliko yeye? Mstari wa 23. Vitu vyote ni halali, lakini si vitu vyote vilivyo na faida. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinavyojenga. Mstari wa 24. Mtu yoyote asitafute yaliyo yake mwenyewe, bali kila mtu atafute yale yanayowafaa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya mambo ambayo Paulo alikuwa anasema kuhusu mwili wa Yesu, na unafanya watu wakuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na damu yake na kuwa na ushirika na Yesu Kristo, kunafanyika jambo wakati unaumega ule mkate ndani yako. Hapo mstari wa 19 kwa Biblia ya Kikuyu twaje 18. Tagefara yuhoro wa aria maciaretwo mari Aisiraeli
aria mariaga nyama cia magongona ri ithe matike giaga ngwatanĩro na kigongona kiu. 19. Hapo kuna question mark, si ndio? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uria ndiroiga hau ni atia ni kuga nguga ati nyama ihakeirwo muhianano ni kindu kuri, kana ngoiga ati muhianano guo mwene ni kindu kuri. Ashani uria nguga ni atiri ni ati indo iria anduriri marutaga cia igongona ni ndaimono marutagira, ti Ngai. Na ndingĩenda inyuĩ mugie ngwatanĩro na ndaimono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo kuna question mark. Sijui kama ukisoma umeweka question mark, tuisikie ikisound kama question mark. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Paulo anasema watu wa mataifa kuna vitu ambavyo walikuwa wanatolea miungu ama mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anasema hawatoleagi Mungu bali wanatoleanga mapepo. Sasa Paulo alikuwa nasihi wa Israeli wawe wanafanya ibada za Mungu, kwa sababu kuna watu wanafanya ibada zingine kwa mapepo, na nyinyi mnajua hivyo. Amen. Amen. Waisraeli walikuwa wanakula nyama, na zile nyama zikishatolewa miungu, zikishatolewa mapepo, unajua nyama inaweza teketezwa. Fikiria kuhusu hiyo ibada, mtu mwenye amewahi iona. Unaweza enda mahali uitishwe kondoo ama mbuzi, ama uitishwe kuku na iteketezwe, na uambiwe ya kwamba kuna ibada ambayo inafanyika kwa Mungu. Mungu hayuko kwa zile ibada. Zile ni ibada za mapepo. Unapata ya kwamba kondoo amechomwa mpaka ikawa jivu, ama ng'ombe amechomwa mpaka akawa jivu. Amen. Amen. Inakuwa ni ibada ili shida fulani iishe, ili mgonjwa fulani iondoke, ili kifungo fulani iondoke kwa boma, ili wasichana waolewe kwa boma, ili shamba ianze kutoa mazao. Amen. Amen. Hii ndio ibada Paulo anainenea kuihusu. Ati Waisraeli waliozaliwa na njia ya Kiisraeli walitoa hizi ibada wakitolea miungu yao ili kaweze kushiba. Utafikiria yule kondoo ameishia kwa mchanga, lakini hajaishia pale. Moshi umeenda, umefurahisha mapepo. Ibada imekamilika kwa miungu zingine baya. Kwa hivyo wewe kama ni mcha Mungu, kuna ibada ambazo zinakuhusu uwe unazifanya. Moja ni kama hii tutafanya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama hii ya leo ni ibada ambayo ni safi. Hii ni ibada ya watu ambao wanakubali Kristo alisulubishwa na akafufuka. Wale walimega mkate kabla hajaenda, kama hajasulubishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Paulo anaongelelea kama Yesu amekufa na amefufuka. Wakati anasema kuleni mkate ni mwili wa Yesu. So ilifanyiwa kabla Kristo kukufa, na ikafanyiwa wakati hata alikufa na akafufuka. Tuko pamoja? Kabla hajakufa ilifanyiwa. Yeye mwenyewe aliumega mkate kwa wanafunzi wake wakati alikufa na kufufuka. Ndio hayo maandiko tunasoma. Paulo anasema mkate mmoja. Amen. Amen. Mwili mmoja mtakula nyinyi wote, kwa sababu nyinyi ni wengi, lakini mwili mmoja ndani ya Kristo. Amen. Amen. Mkifanyika mwili mmoja,
Hakuna vile mtu atagoga mkono wake. Ukiwa mwili mmoja, mtu hawezi akapiga macho yake ama akaiharibu miguu yake, kwa sababu tukiwa mwili mmoja kanisa, wewe ni masikio ya dada huyo mwingine, naye ni macho yako, huyo mwingine ni miguu yako. Amen. Amen. Kama huna mikono ya kukuja kuosha kanisa atakuja yeye, juu yeye ni mkono wako. Amen. Amen. Kama una miguu ya kukuja kanisani kama vile fair, yeye ni miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kama yeye ni macho, haleluya, Amen. yeye atakuonea, akwambie usikanyange hiyo njia tena, akufunze njia iliyo sawa, kwambie pale pana shimo epuka, adui yako mbele yako ondokea, kwa sababu yeye ni macho. Amen. Amen. Are we together? Yes. Tuko pamoja? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama yeye ni sikio, atasikia kutoka kwa Mungu, ili na yeye akwambie vile Mungu anavyosema. Kwa hivyo kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna sikio, kuna jisho, kuna mguu. Haleluya. Amen. Kuna kichwa, kuna shingo. Kwa mwili mmoja wa Yesu Kristo, kwa damu yake munafanyika kitu kimoja. Amen. Amen. Na ndivyo tuko kanisani. Mwenye amelipiwa fea amelipiwa juhana miguu. Haleluya. Amen. Na mwenye ameosha kanisa ameosha junie mikono ya kanisa. Tuihamwe. Na hana shida akiosha nyinyi mkuje mchafue muache matope. Bado hana shida, atakuja kuiosha tena, kwa sababu yeye ni mikono ya kanisa hili. Tutamega mkate mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe mwili mmoja, hata tuwe wengi, sisi ni mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwadhani agosho. Amen. Watu ambao walilipia fare, sikuwa ninaenda kwao, nilikuwa naenda kwa mtu mwingine, lakini walifanya hivyo ndio huyo mwingine afaidike. Hiyo ndio kutekeleza kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupigie Mungu wetu makofi. Amen. Wacha tutoe mtumishi wa Mungu aende kwa huyo mmoja, hata kama kwangu hajawahi kanyanga. Inapaswa, kwa sababu kazi na utumishi uko huko kwa wakati huo. Mwadhani agosho. Amen. So Paulo wakati ananena, anasema ya kwamba wale walikuwa wanafanya ibada kwa sanamu. Amen. Amen. Na walikuwa wanaonelea hivyo ni vyema kuchinjia na kukula nyama zile. Unajua, kukiwa na ibada za nyama kama manyumbani kule kwetu nchini Kenya, hata Ulaya. Amen. Amen. Madhabahu yoyote ili iendelee na kuzidi na kuendelea, lazima ipikiwe, lazima ikule. Amen. 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 Watu wa Mungu ni kama hivi. Kuna mahali kuna chijangwa baada ya miezi mitatu. Kuna mahali kunafanyiagwa ibada baada ya mwaka. Kuna kuchinja kuko mahali pale. Sio sikukuu, na kama ni sikukuu haieleweki vizuri, kwa sababu kuna mambo mengine yanatekelezwa mahali pale. Amen. Amen. Kwingine ni after 3 months, kwingine ni after 6 months, kwingine ni 1 year, na ni lazima pakuwe na kondoo wa miaka fulani, ama hivyo mambo mingi tu inashirikishwa. Na ingine ni ya kawaida, sijasema yote
ni abnormal, ingine ni kawaida. It is okay, hiyo ya kawaida ni sherehe tu, kushiba na kukula, it is okay. Lakini kuna zingine hata mahali watu wamekufa, ati kila mtu akikufa kwa ule ukoo kunafanyika ibada ya kuchinja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati lazima kuchinjwe mahali pale, damu imwagwe chini. Ama watu wakigojeka, kuna chinjwa, damu inamwagika kwa mchanga. Ati na kuchinjwe ili shida iondoke kwa boma. Watu ambao ni wa ibada ya Mungu hawafanyi ibada kama zile. Kwingine ni mapepo, kwa sababu inataka kukula, ipewe kondoo kwanza itulie. Nile tunasemanga ngoma inanaga ni guthinjirwo. Kwanza inarushiwa kondoo ndio inyamaze. Unaweza kosa kujua, lakini wahusika wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ingine watu wanashiriki kwa hiyo damu wakati inamwagika kwa mchanga. Na labda wakati inafanyika pale, ndio ile roho iko karibu kuvuna mtu mmoja wa boma. Ndio isiende na mtoto mdogo, labda iende na yule ambaye amezidisha miaka. Yani kuna mahali watu wana communicate na demons kupitia kuchinja. Amen. Amen. Na mostly ibada za shetani zinahusishwa damu sana. Si rahisi kufanywa ibada bila damu. Kwa hivyo tuko na ibada sisi zetu ambazo zinatuhusu sisi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili katika ndani ya roho zetu tuzidi kuwa na nguvu, kwa sababu ndizo ibada zinatuhusu sisi watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu mahali wanachinja ili mazao yao iongezeke. Na Wayuda walikuwa ni watu wa aina hiyo. Katika kitabu cha Yeremia, lazima wakiabudu Mungu wao, Malikia wa kule angani ndio ashibe. Ibada ifanyike ya vitu vya kukunywa na mikate za kula, ili Mungu wao akisikia moshi. Amen. Amen. Hizi vitu zinafanyikaje watu wa Mungu? Inamwagika kwa mchanga. We kwa macho ya mwili inamwagika kwa mchanga. Kwa macho ya mwili inafanyika kwa mchanga. Lakini kwa macho ya rohoni, jua Malikia wa kike anachukua hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa macho ya mwili utaona inamwagika kwa mchanga, lakini kirohoni imefanyika ibada ya mapepo kukula na kuendelea. Inazaana. Ule ufalme unazidi kuwa na nguvu, kwa maana kuna watu wanauabudu na kuufanya uzidi. Hizo ibada juu zimefanyika kwa maisha yetu wapendwa. Ndio maana tunashiriki kwa ibada za Mungu. Ni vibaya sana uwe ushago wakati tunafanya hii ibada. Na kuambia ukweli, ikiwa kuna ibada ya manyanya na manyanya kwenyu, ikiwa hujashiriki kwa ibada ya Kristo, uache ibada ya Kristo uende kule, ile ndio itasimama, hii umeiangusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima uwe unashiriki mambo ya Mungu, ili mtu wa ndani aendelee kukuwa connected na Mungu mwenyewe. Kule angani ndiko vita vyetu vilivyo. Na maandiko inasema ya kwamba sisi vita vyetu si vya dhidi ya mwili na damu, bali ni kupigana na maroho na kupambana na maroho yaliyo angani, maroho machafu. Amen. Amen. Na uwezi ukababana nayo kwa njia ya mwili, unababana nayo kwa njia ya kiroho. Hapo unaweka mpaka hekima ya kiroho. Hapo unaweka mpaka vitu vya Mungu vya kiroho. Hapo unakula pamoja na vitu vya Mungu vya kiroho. Amen. Hapo unakula na neno juu ndilo mkate wa kukula na kuendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Unajumuisha vitu vyote ambavyo vinafaa kwa Mungu, ili ndani yako uwe na ibada kamili.
ili ibada zilizofanyiwa kwenyu zinaanza kukosa mahali. Usikubali kuhudumia ibada za kwenyu hata kwa mistake. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaanzanga kukua na uwezo ndani ya mioyo yetu wakati tunapoelewa, na wakati tunaposimama tunaanza kupata nguvu ya kiroho. Amen. Amen. Sasa zile miungu wakati zinachijiwa zinapokeanga utukufu badala ya Mungu aliye hai kupokea utukufu. Wenye wanajuaga ni wale ambao walizipanda ama walielimishwa. Amen. Amen. Na watu wanaendelea kuziona kwa ndoto. Mtu anaishi kuona shamba ya kwao. Mtu akikuja Nairobi ataishi kwa ndoto ambayo inamrudisha kwa shamba yao. Na labda hata walihama mahali pale. Ameishi Nairobi for 30 years. Lakini haonagi akiwa Nairobi. Anarudishangwa tu kwao. Kwa sababu maroho za mababu na mababu zinaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanarudisha watu kwa mababu na mababu. Shetani naye ni mbaya juu watu wengi watapotea kwa ile njia. Kwa sababu Mungu ni Mungu, hakupea mababu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakupea mababu kazi. Amen. Amen. Yeye ni Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wakati tunakubaliana na ibada za Mungu wholeheartedly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kumaanisha tunamkaribia Mungu. Ni kumaanisha ibada za Mungu zinafanyika kwetu. Nazo ibada na sheria za kwetu zinaondoka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Amua mtu wa Mungu. Na ndio Paulo anaendelea na kuelezea hapo chini. Tusiendelee juu ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba sitaki mkue wa aina mbili. Ati pande hii mnakunywa kikombe cha mapepo, na upande huu mwingine mnakunywa kikombe cha Kristo. Lazima uwe specific. Ni kikombe cha Yesu ndio nitapokea. Amen. Nayo kikombe cha mapepo nimekataa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Kasema ni lazima utolee Yesu mwili, umtolee moyo. Kwa hivyo mtu wa Mungu eza kuelewa hapo. Amen. Amen. Tuende katika kitabu cha Luka 24. Tuone ndio tumalizie. Tuanze mstari wa 13. Luka sura ya 24 mstari wa 13. Ikawa siku hiyo hiyo wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa njiani wakienda kijiji cha Emau, yapata maili 7 kutoka Yerusalemu. 14 walikuwa wakizungumza wao kwa wao kuhusu mambo yote yaliyotukia. 15 walipokuwa wakizungumza na kujadiliana, Yesu mwenyewe akaja akatembea pamoja nao. Mstari wa 16, lakini macho yao yakazuiliwa ili wasimtambue. 17, akawauliza, ni mambo gani haya mnayozungumza wakati mnatembea? Wakasimama, nyuso zao zikaonyesha huzuni. Mstari wa 18, mmoja wao aliyeitwa Kleopa akamuuliza, je, wewe ndiye peke yako mgeni huku Yerusalemu ambaye hufahamu mambo yaliyotukia humo siku hizi? 19, akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, mambo ya Yesu wa Nazareti. Yeye alikuwa nabii mwenye uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele za Mungu na mbele ya wanadamu wote. Mstari wa 20, viongozi wa makuhani na viongozi wetu waliomtoa ahukumiwe kufa, nao wakamsulubisha. Mstari wa 21, lakini tulikuwa tumetegemea
kwamba yeye ndiye angelikomboa Israeli. Zaidi ya hayo, leo ni siku ya 3 tangu mambo haya yatokee. Mstari wa 22. Isitoshe, baadhi ya wanawake katika kundi letu wametushtusha, walikwenda kaburini leo alfajiri. Mstari wa 23, lakini hawakukuta mwili wake. Walirudi wakasema wameona maono ya malaika ambao waliwaambia kwamba Yesu yu hai. 24, kisha baadhi ya wenzetu walikwenda kaburini wakalikuta kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini yeye hawakumuona. 25, Yesu akawaambia, ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Mstari wa 26, je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha ingie katika utukufu wake? Mstari wa 27, naye akianzia na Musa na manabii wote akawafunulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. Mstari wa 28, nao wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda. Yesu akawa kama anaendelea mbele. Mstari wa 29, lakini wao wakamsihi sana akae nao wakisema, kaa hapa nasi, kwa maana sasa ni jioni na ni usiku unaingia. Basi akaingia ndani kukaa nao. Mstari wa 30, alipokuwa mezani pamoja nao, akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akaanza kuwagawia. Mstari wa 31, ndipo macho yao yakafumbuliwa, nao wakamtambua, naye akatoweka machoni pao, hawakumwona tena. Sasa watu wawili wako kwa safari, Yesu anawatokea ghafla, na wanapowatokea ghafla hawajamjua, na maandiko inasema walizuiwa ili wasiweze kumjua, wakatembea. Amen. Amen. Na yeye anawauliza, ni maneno gani haya mnasema? Na wao kumbe walikuwa wanaongelelea kuhusu Yesu wa Nazareti. Nao wanasema, kwani wewe ni mgeni kwa huu mji? Wewe peke yake ndiye haujui mambo inaendelea? Kila mtu yeyote huku anajua stories za Yesu wa Nazareti. Si aliuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akazikwa, na tunasikia story ni kama amefufuka juu kutoka akufe, ni siku ya 3 sasa. Yaani wanapeana kama story bila ya kujua ya kwamba Yesu alikuwa na yeye, alikuwa na wao hapo. Wakatembea bila kumjua. Na ndio ninakwambia mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tubabanukiwe na yule ambaye tunamfuata. Wakaendelea kwa pamoja kwa safari. Hawajui wako na Yesu mahali pale na ashafufuka. Wao tu wamebeba huzuni. Amen. Amen. Wanajua ya kwamba Yesu hatuko na yeye. Na walikuwa wanasema, sasa tulikuwa tunafikiria yeye ndiye atakomboa Waisraeli, na sasa walimuua. Yaani walikuwa wanachika neno la Mungu, mambo ya Yesu walikuwa wanaichukulia kama story. Kwa hivyo Yesu anaendelea na kuambia, si huyo ndiye aliandikwa na manabii. Amen. 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 Anajaribu kuwafungua macho kwa neno, na wakaendelea. Yesu akapita, ni kama wanaachana juu siku ulikuwa unaingia. Amen. Amen. Na Yesu ujue si unafiki alikuwa nao. Yeye anatembea na hawa watu, hawajulishi yeye ndiye yeye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hawajui, na yeye hawaambii ni mimi Yesu. Jua ya kwamba Yesu alikuwa na hiyo tabia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio ninakwambiaga mambo ya ufalme ni fumbo. Aliye na Roho Mtakatifu anaweza akafumbua mambo yote. Amen. Amen. Aliye na Roho Mtakatifu ataweza kujua mambo ambayo haijulikani na watu wengine. Ni kwa maana anafunuliwa na yule mwenye ufunuo. Sasa hawaabii, na wao wanaendelea na kuteseka mioyoni, wakisema ako kaburini. Hawajui wanasemezana na yeye. Hata yeye anaenda anawapita, anaenda zake aone kama watamuita. Yeye hakuwa na haja ya kupita aende. Alikuwa anataka hawa watu wafanye vile walifanya. Walipoona anaenda, wakamwambia, "Jo, kuko usiku na hatutaki kukaa pamoja, kukaa peke yetu."
Unapomwambia Yesu, sitaki kukaa peke yangu, unapomwambia na tuwe na ushirika, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapomwambia na tuende pamoja, yeye anakubali hata kama alikuwa kwa safari zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu walipomwambia hatutaki kuenda peke yetu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usituache, njoo twende pamoja. Yesu akageuka, wakaandamana. Anagojeanga yeye umwambie njoo ukae ndani. Jifunze hii mambo ya kujiachilia ili uwe salama. Yesu huwa jiforce kwa moyo wa mtu. Ni wewe umkubali tu na ujiachilie moyo. Ukijiachilia moyo, anaingia ndani na anaishi ndani. Yeye hana kazi zingine za kufanya. Kazi yake ya kufanya ni kukaa na wewe. Hawa alikuwa aende awaache, wakamwambia hapana, tuko na uoga, njoo tuweze kukaa pamoja. Yeye aliacha safari zake akarudi kwa hawa watu wawili. Amen. Amen. Maandiko inasema ya kwamba wakaenda na wakakula chakula, na yeye akachukua mkate akaumegea hawa watu wawili, wakafunguka macho, wakajua haya, tuko na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Wakati unakuja kanisani, haukujangi ili ukae tu kwa sababu ni mkutano. Mikutano zetu watu wa Mungu ni za kuumega mkate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikutano yetu ni ya kuchukua neno la Mungu ili umfahamu Kristo. Mikutano hii yetu ni mikutano ambao ni holy. Amen. Amen. Kama kuna mahali watu wanakutana kwa sababu zingine, wakiongelelea mashamba ama wakiongelelea vile wataishi, sisi tunakutana mikutano ambao ni holy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tukaweze kukula mkate wa kiroho na ili tukafanyike kitu kingine mpya. Sisi ni watu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana shetani akitujaribu hatuwezeki. Kwa maana tunamjua kupitia neno la Mungu. Amen. Na kwa sababu tunamjua yule mwenye nguvu. Kumbuka ya kwamba kuna mahali wachawi wanaendaga mikutano, wanakula na wanakunywa ibada zao ili wafanyike kile wanataka rohoni. Na sisi lazima tuwe tunakutana mikutano yetu ambao ni holy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kwani wachawi si waliendaga shule, wakajua ya kwamba ili urogi ufanye kazi vizuri unafanywa usiku wa manane. Amen. Amen. Si wanaendaga mikutano na kwa mafunzo ili mambo iendelee ya kuroga na ikuwe sahihi, watoe nguo yote hata moja isibaki kwa mwili, ibada ndio ishike kushika. Si mahali wanakutananga kwa darkness point. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tunakutana kwa mikutano ambao ni holy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili mtu wetu wa ndani azidi na kuendelea kuwa na nguvu. Amen. Mwadhani agosho. Amen. Haleluya. Amen. Furahia maisha ya kukaa kwa Mungu. Kwa sababu hakuna ukuta ambao hautaweza kubomoa. Amen. Kuta zote zitaanguka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwadhani agosho. Amen. Haleluya. Amen. Kuna venye James amesema mwaka wa corona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakenya walisema huu ni mwaka wa Mungu. Watu wakakufa kukufa. Ibada mochari kukajaa juu ya corona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu walisema ni mwaka wao. Mwaka wao, mwaka wao, mwaka wao. Tusemange Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tusemange sisi tuko na Mungu. Kwa hivyo hata mahali hakuna njia kutafanyika njia. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mwaka unaweza kuwa mbaya, lakini kwa mtu wa Mungu mwaka unakuwa mzuri. Amen. Kwa sababu yeye anamwamini Mungu ambaye anafanya mambo yote na iwe. Amen. 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 Isaka alipanda wakati wa jua, na wakati wa jua alivuna bado. Ni kwa nini? Alikuwa na yule ambaye anawakisha jua na ndiye anafanya mvua inyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akigeuza aseme jua ndio imeifanya iwe mvua, itakuwa tu.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapo mmeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ibada zetu tufanyage kama kawaida. Mwathani agocwo. Amen. Zitafanya mtu wa Mungu wewe unasikia tu kuendelea. Kuna mahali mtu wa Mungu anasikiaga sasa kumtumikia Mungu ni raha. Kuna mahali mtu wa Mungu anasikiaga kutumikia Mungu ni kama ni stress. Anasikia ni kama kufinyiliwa. Anasikia ni kama anaumia. Kumtumikia Mungu anasikia ni kama mzigo. Na ukiendelea na kukula mkate wa kiroho, ukiendelea na Mungu, utasikia kumtumikia Mungu ni raha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata mtu wa kukukataza kumtumikia Mungu utamuona adui. Kwa maana wewe unapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni part ya life yako. Kumtumikia ndio raha yako. Mwathani agocwo. Amen. Kama kunayo mzigo ya kusikia wakati namtumikia Mungu ni uchofu, hiyo ni roho na ibada zingine na sheria zingine ambazo hazijatoka kwa Mungu. Sheria ya Mungu itakapoingia, Bwana Yesu asifiwe, Amen. Utaona kumtumikia Mungu ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tuende katika Wakorintho 11, Wakorintho 2 wa kwanza 11:27. Sasa maandiko ya mwisho tuone kile tutajifunza hapo, watu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27. Kwa hiyo mtu yoyote araye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa na hatia ya dhambi dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Mstari wa 28. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywea kikombe. Mstari wa 29. Kwa maana mtu yoyote araye na kunywa pasipo kuutambua mwili wa Bwana anajiletea hukumu juu yake mwenyewe. Mstari wa 30. Hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenu ni wagonjwa na dhaifu, na wengine wenu hata wamekufa. 31. Lakini kama tungejipambanua wenyewe tusingehukumiwa. 32. Tunapohukumiwa na Bwana tunaadabishwa ili tusije tukahukumiwa pamoja na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wewe kama kuna mtu ambaye umekasirikia hamsemezani kwa kanisa, amen. Amen. Wewe ni mmoja wa kujipeleleza moyoni. Hata heri ukuje hapa useme mimi nataka meza ya Bwana kwa sababu mimi nimeokoka na ninaamini kifo chake na kufufuka kwake. Seme nisamehe wewe ambaye umenibeba ama nimekukwaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Wewe na wewe unajua umeenda na njia baya, jipeleleze moyoni. Amen. Amen. Ni vyema kukula hii kikombe kukikunywa na kukula mkate bila hatia. Amen. Amen. Kwa hivyo ni vyema kujipeleleza. Sawa. Mwathani agocwo. Amen. Kama uko hapo unataka kuomba ruhusa ya kula meza ya Bwana na unajua huyo mwingine umemkwaza sana, na unajua huyo mwingine umembeba sana, wewe na unajua mimi matendo yangu na meza ya Bwana haziambatani, ni vizuri kutojiekelea hatia. Kwa maana maandiko inasema wakati mtu anaikula hiyo meza hajajipeleleza moyoni, anajiwekea uwete. Watu wa Mungu, kuna uwete wa kiroho. Uwete wa kiroho ni mbaya sana, kwa sababu huyo mtu anakuwa tu mtu, yani hata akisikia Yesu atarudi, yeye hata yani anaonanga nitajificha, nisikia nakuja, wacha akae juu mimi sioni kama ni wa huo mji. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ni vizuri kujipeleleza, mtu wa Mungu, ama ni vizuri kusema nitaula mkate wa Mungu na kwa hakika sitarudi kwa mambo ya kale, juu inaweza ikakuwekea uwete. Nimekwambia hii mkate inafanya mambo kirohoni, mwilini hutaona. Ukienda mahali upewe uchawi ama upewe kaugali ambao kamefanyiwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda mahali ufanyiwe ibada, ugali ifanyiwe ibada. Amen.
Amen. Ifanyiwe ibada ya kishirikina ukule. Itaanza kunena ikiwa tumboni kwa sababu imefanyika spiritual. Si chakula tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali ni ibada imefanyika ya kishirikina ukameza kitu. Hata shuleni mtoto anaweza kupewa sweet peke yake. Inaoja kawaida kama sweet zingine. Lakini iko na ibada. Mwenye kuipeana ako na roho ya masonic. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye kuipeana ako na roho ya uchawi. Sasa ile si sweet tena. Ni kweli imetengenezewa kwa kiganda, lakini kuna ibada imefanyiwa. Amen. Amen. Kiingia kwa tumbo ya ule mtu, spirit zinaanza kumuongelesha. Anaanza kudriviwa na mapepo machafu kwa sababu amefanyiwa ibada fulani. Hata kwa shetani ni hivyo hivyo. Watu wanakunywa damu za watu. Kule kwa Freemason, kule yani kwa Illuminati, wanakunywa damu ili kufanyika watu wengine spiritual. Anakuwa sio mwanadamu tena. Yeye anakuwa ni mnyama wa kawaida. Anaweza akatoa kafara yeyote, hata kama ni mtoto wake atapeana, kwa sababu moyo wake umefanyika kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ibada imeshirikishwa ili yule mtu asimame vile shetani anataka. Na wewe mtu wa Mungu, kuna ibada tunashirikisha ili uweze kuwa kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati unaposhiriki kwa ibada yeyote, mtu wa Mungu, juaga ibada ni kitu kiko na nguvu sana. Mwadhani ya gosho. Amen. Unaona hata zile matoleo mnatoaga hapa, hii mambo yote ni spiritual. Amen. Amen. Kwa maana imeandikwa, apadaye atavuna, alichokipanda mtu atavuna. Neno moja limetoka kwa kinywa cha Mungu, hilo neno linafanya kazi. Alisema ya kwamba aliwezi likaachiliwa, limurudie bure neno lake bila kufanya kazi. Amen. Vitu zinafanyagwa kwa hii. Si unaona hapa kuna stairs, kuna ngazi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafanyika ibada mara moja. Huyo mtu amepanda kitu ambacho lazima atavuna. Huyo mtu amefanya kitu ambacho kimefanyiwa mbele ya macho ya Mungu, ikilinganishwa na Mungu inafanya kazi. Amen. Hata wale wanabii wa uongo walioliita jina la Mungu mbele ya madhabahu, mbele ya watu, Mungu alikuja. Niambie na uniulize na njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walioita Mungu, manabii hata wabaya waliomuita Mungu, pakiwa na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamuita kwa muzaha na kuambia Mungu alikuja. Alikuja kufanya nini? Sio kufanya hivyo wamemuitia. Alikuja kuwachapa na kuwaua. Akiwauliza, "Mbona mumeenda kusema na sikuwatuma?" Kisoma maandiko. Amen. Amen. Anakuja kwa sababu ameitwa mahali kuna agreement. Mwadhani ya gosho. Amen. Akishuka anakuja kumaliza. Wewe nani aliyekutuma? Kwa nini ukadanganya watu wangu? Si katika kitabu cha Yeremia yule mnabii aliitwa Hanania, si alisema Mungu amesema hamtaenda Babylon? Naye Mungu aliposikia ametajwa na mdomo wa mnabii, aliposikia neno kwa ulimi wa mnabii, hadhani agosho. Amen. Na ni Waisraeli na ni watu wake wamenenewa, alishuka kuua Hanania. So watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibada ambayo inafanywa Mungu lazima yeye ashuke. Tule hamwe. Yeah. Ukiifanya vibaya lazima ashuke. Kama ni baya anakuweka kidoda, kama ni mzuri anakujazililia nguvu. Haunetoa wana. Yeah. Tupigieni Mungu wetu makofi mazuri.